Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Habari mbaya kwa serikali ya Tanzania leo. Rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake leo amezungumza na kukiri kwa mdomo wake mwenyewe kwamba taifa la Tanzania sasa litapitia wakati mgumu sana kupatiwa mikopo na mataifa ya kigeni baada ya machafuko na maandamano yaliyosababisha mauaji na majeruhi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tanzania inakabiliwa na wimbi jipya la sintofahamu ya kiuchumi baada ya Rais Samia Suluhu Hassan leo katika hotuba yake kukiri wazi kuwa nchi sasa inatatizika kupata mikopo ya kimataifa mwezi Oktoba kufuatia mgogoro wa kisiasa na kimataifa baada ya uchaguzi. Akizungumza wakati wa hafla ya kuapishwa kwa mawaziri wapya wa baraza lake la mawaziri Dodoma, Rais Samia Suluhu Hassan alionya kwamba jumuiya ya kimataifa imeona machafuko hayo na kwamba madhara yake tayari yameanza kuathiri uaminifu wa kifedha wa Tanzania nje ya nchi. Matamshi yake yaliashiria moja ya udhibitisho wa wazi zaidi wa gharama ya kiuchumi ya mzozo wa baada ya uchaguzi. Samia Suluhu ameeleza kuwa taasisi za fedha za kimataifa, washirika wa maendeleo na wafadhili wa kigeni wanatumia tahadhari kubwa wanaposhughulika na nchi ambazo zinaonekana kutokuwa na utulivu na amani za kisiasa. Kulingana naye, maandamano ya vurugu, mapigano kati ya raia na vikosi vya usalama na picha za kuchoma moto majengo ambazo zilisambaa ulimwenguni kote zimezua hisia ya taifa linalokabiliwa na ukosefu wa utulivu na ukosefu wa amani. Hili, Samia Suluhu amesema, imewafanya wakopeshaji kusita kutoa mkopo au kujadiliana kuhusu vifurushi vipya vya usaidizi wa kifedha na serikali ya Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan amesisitiza kwamba wakopeshaji wa kimataifa watatathmini utulivu wa kisiasa wa Tanzania kabla ya kuidhinisha ahadi za kifedha. Alisema machafuko yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 yameharibu sifa ya muda mrefu ya Tanzania kama taifa lenye amani na utulivu. Rais Samia ameonyesha wasiwasi wake kwamba taasisi zilizokuwa zikiiona Tanzania kama mshirika wa kutegemewa sasa hivi zinazuia au kuchelewesha fedha za mkopo zikisubiri kuona iwapo nchi ya Tanzania itarejesha mkondo wake baada ya ghasia hizo. Alikiri zaidi kuwa Tanzania isiporejesha imani au amani na kuonyesha utulivu wa muda mrefu, serikali inaweza kukabiliwa na masharti magumu sana ya kukopa, taratibu za kuidhinishwa polepole au hata kukataliwa moja kwa moja kwa msaada muhimu wa kifedha. Kukiri kwake kumezua mjadala kote nchini, huku wananchi wengi wakieleza kushtushwa na kuzorota kwa uchumi baada ya maandamano hayo kumefikia kiwango kikubwa. Wachambuzi wanasema ujumbe wa Rais Samia Suluhu unaonyesha uzito wa uharibifu uliosababishwa na machafuko ya Oktoba na maandamano. Wakati wa hafla ya kuapishwa, Rais Samia Suluhu Hassan aliwataka mawaziri wake wapya kufanya kazi haraka na kuwa na ushirikiano ili kujenga upya sura ya kimataifa ya nchi. Amesisitiza kwamba kila sekta, mipango ya kiuchumi, masuala ya kigeni, usalama wa ndani na utawala wa umma lazima ichangie katika kurejesha imani kutoka kwa washirika wa kigeni. Alionya kuwa bila utulivu, miradi mikubwa ya maendeleo inaweza kuchelewa au kusitishwa na kuathiri mamilioni ya Watanzania. Maandamano ya Oktoba yaliacha kovu kubwa katika nyanja ya kijamii na kisiasa ya Tanzania. Katika muda wa siku tatu, wananchi katika mikoa mbalimbali waliingia mitaani wakishutumu mfumo wa uchaguzi kwa makosa ambayo yalisababisha makabiliano makali. Vikosi vya usalama vilijibu kwa vikosi vizito na watu kadhaa walidaiwa kupoteza maisha. Matukio haya yamechangia sasa kwa kiasi kikubwa mtazamo wa kimataifa wa taifa kwenye ukingo wa mgogoro mkubwa wa kisiasa ambao imepelekea kuwa vigumu kwa serikali ya Samia Suluhu kuweza kupata mikopo kwa urahisi. Rais Samia Suluhu Hassan hata hivyo amekiri katika hotuba yake leo kwamba ulimwengu wa kisiasa unaenda haraka na hadithi hasi zinaweza kufikia taasisi za kimataifa ndani ya dakika chache. Alisema kuwa video zilizosambaa na ripoti zilizoenea mtandaoni kutoka kwa maandamano ya Oktoba zilitoa picha mbaya ya hali tete ambayo wakopeshaji wa kimataifa hawakuweza kuipuuza. Ingawa hali imetulia tangu wakati huo, sasa athari zake za kiuchumi zinaendelea kuhisiwa sana. Ili kukabiliana na hali hiyo, rais ametangaza kwamba utawala wake unafanyia kazi mpango wa kujenga upya
uaminifu na washirika hao wa kimataifa. Hii ni pamoja na kuimarisha taasisi za uchaguzi, kuboresha uwazi katika shughuli za serikali na kuimarisha mifumo ya mazungumzo ya amani ya kisiasa. Alieleza matumaini yake kuwa kupitia ushiriki wa kidiplomasia na mageuzi ya ndani, Tanzania polepole itarejesha sifa yake ya kuwa mahali salama na thabiti kwa uwekezaji wa kifedha. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kwamba kukiri waziwazi kwa rais matokeo ya machafuko kunaweza kusaidia serikali kupata uelewa kutoka kwa washirika wa kimataifa ambao wanapendelea uwazi katika uongozi. Lakini takwimu za upinzani zinahoji kuwa kauli hiyo yenyewe ni uthibitisho kwamba serikali ilishindwa kusimamia kipindi cha uchaguzi kwa amani. Wengine wakosoaji wanakishutumu chama tawala cha CCM kwa kuendesha vibaya mazingira ya kisiasa na kusababisha kuyumba, hali ambayo sasa inatishia uchumi wa taifa. Wananchi kwenye mitandao ya kijamii wameitikia vikali kupokelewa huku ama maoni haya ya rais, ingawa wengi walitathmini uaminifu wake. Wengine waliona hilo kuwa onyo kwamba nyakati ngumu za kiuchumi zingekuja. Idadi kubwa ya watumiaji wa mtandao walikoment, walilaumu serikali na waandamanaji pia, wakipendekeza kwa kutowajibika kisiasa kwa pande zote mbili kulichangia mgogoro huo. Wataalamu wa masuala ya kiuchumi wameshauri kuwa Watanzania wajikite katika kukabiliana na ucheleweshaji wa fedha za maendeleo, kupunguza matumizi ya umma au kuongeza kwa gharama za kukopa. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia yameitaka serikali ya Samia kuchukulia hali hiyo kama badiliko la tafakari ya kitaifa. Wanasema kuwa utulivu wa muda mrefu unategemea mageuzi ya kweli ya kisiasa, mazungumzo jumuishi ya amani na kujitolea kwa haki kwa wahasiriwa wa ghasia za Oktoba. Wameonya kwamba isipokuwa malalamiko ya msingi yatashughulikiwa, machafuko kama hayo yanaweza kurejea katika siku zijazo. Sasa hivi huku waandaaji wengine wakiandaa maandamano Disemba tarehe 9. Maandamano hayo ya Oktoba yaliyopita yanaendelea kuchagiza mjadala wa kisiasa wa Tanzania. Wito wa uwajibikaji, madai ya mageuzi ya uchaguzi na shinikizo la uwazi zaidi katika utawala umekuwa mkubwa katika wiki za hivi karibuni. Vyama vya upinzani vinasisitiza kuwa machafuko hayo ya maandamano ni dalili ya masuala ya kina ya utawala, huku chama tawala kikishikilia kuwa fujo hizo zilichochewa na taarifa potofu na uchochezi mtandaoni. Licha ya mvutano huo, Rais Samia Suluhu ameashiria nia yake ya kuiongoza nchi kuelekea kwenye uponyaji wa kitaifa. Amewataka Watanzania kudumisha amani na utulivu, akiutaja umoja kuwa chombo chenye nguvu zaidi katika kurejesha imani ya kimataifa. Hatua zinazofuata za serikali yake zitafuatiliwa kwa karibu ndani na nje ya nchi, wakati nchi hii inapojaribu kujijenga upya baada ya maandamano kufuatia mojawapo ya vipindi vyake vya misukosuko vya kisiasa katika miaka hivi karibuni. Wakati Tanzania inapitia kipindi hiki tete, ujumbe wa Samia Suluhu unasimama kama ukumbusho kwamba kukosekana kwa utulivu na amani za kisiasa kunaleta madhara makubwa zaidi ya masuala ya usalama ya haraka. Inaathiri kazi, miradi ya maendeleo, ushirikiano wa kimataifa na mustakabali wa kifedha wa taifa. Pamoja na hali hii ya juu, miezi ijayo itakuwa muhimu kwa Tanzania, kwani inajitahidi kupata utulivu na amani ya jumuiya ya kimataifa kwa mara nyingine tena. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii, alafu nijuze maoni yako kisha guza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu mpya.